Anasema mwanamke hajafunga Ramadhani, ana mtoto wa kunyonyesha au ana mimba, na mume karudi kutoka safarini na yeye amefungua kwa mujibu wa sheria, ruhusa nayo. Je, kijana anauliza hapa, mimi nanukuu maneno yake, anaweza kula mchana tende? Tende ndogo sio? Vijana maneno ajao sana. Mwingine akamwambia shekhe, mke wangu mimi kwake sijanusa tumbaku. Tumbaku nini? Maana usudia nini? Vijana wana maneno ambayo si hatuelewa wazee. Wanachanganya sana. Sasa tumbaku wewe utakula tumbaku? Sibaki tena ndogo. Sema tena ndogo kwa nini usumbuo? Sasa tujue maana hiyo. Vijana na kazi kweli. Sijanusa tumbaku eti. Mimi naomba tumbaku haramu. Hatari. Sawa, mwanamke kama ana mimba na ananyonyesha mtoto, Mtume kamba ruhusa. Mtume anasema hadithi Abdullah bin Umar, Allah ameondolewa katika sala nusu na saumu mtu yuko safarini na mgonjwa na alhamil wal murdi, na mwanamke ana mimba na mwanamke ananyonyesha. Kama yeye mwanamke ananyonyesha hawezi kufunga na mume wake kaja ana hamu atakutana naye Ramadhani, sheria haikatazi wao Ramadhani kwa sio lazima, lakini hawajitahidi sana kuheshimu mchana Ramadhani. Yani usifanye tendo mke wako pamoja na ruhusa upo, usifanye mpaka unaona umezidiwa. Mchana Ramadhani na utukufu, na takwambia ni kitu moja utaelewa. Wewe kijana wangu unalipa deni Ramadhani, ulikuwa unaumwa au usafiri, unalipa siku nyingine, lipa Ramadhani hivi mkutana mke wako, unalipa kafara, wacha uhuru mtumwa au fungue mwezi 2 au mlishe maskini 60 ulipe? Hapana. Ile faini kwa ajili ya Ramadhani, mchana Ramadhani, nje ya Ramadhani haipo. Ile kama unalipa deni Ramadhani, unalipa Ramadhani deni, lakini sio ndani ya Ramadhani. Mkuta mke wake, hii kafara wewe hubati. Sheria inakulazimisha siku ile lipe tu, hauna kafara. Lakini naona utukufu mchana Ramadhani na utukufu wake. Hatukatai kwa hivi kukutana mke wake bate tende, hamna shida, lakini waangalia ni heshima Ramadhani. Kifupi inafaa, lakini hata mwanamke kama na siku zake yeye anakula asili mbele ya watu ovyo, ajifiche. Ramadhani na utukufu wake. Naam, mbe usha. Hii swali ya mwisho. Jawabu swali la kwanza, nasema mtoto mchanga tunatolewa zakatul fitri, na wao Sheikh amesema zakatul fitri inasafisha ile somo, mtu kafanya kosa inamsafisha somo yake ambaye kosa amefanya, zakatul fitri inafuta na inasafisha. Je, mtoto mchanga huyu ana somo gani mpaka zakatul fitri yake asafishe? Kwanza ujue ndugu yangu, huyu kafaradhisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri atoa Muislamu, kina baba, kina mzee, kina mama, watoto. Sasa hii amri kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuamrisha kitu isipokuwa kwa wahi. Ya kwanza. Ya pili, labda wewe wakati mimi nasharhisha umeghafilika, mimi nimesema zakatul fitri ina hukumu mbili. Ya kwanza kusafisha somo yako, ya pili chakula ya maskini. Sio nasema hivi katika hadithi Abdullah bin Abbas, sasa mtoto wako ambaye hana somo itakuwa yake sadaka, anamlisha maskini, inaingia B. Wewe muulize aina B na mimi nakupa jawabu katika B yangu ile imetangulia. Umeelewa? Zakatul fitri na aina B, kutayarisha somo na tu'matan lilmasakin, chakula siku ya Eid, ya chakula kwa ajili ya maskini siku ya Eid. Sasa itakuwa mtoto wako sadaka. Bwana mtoto wako unamchinjia hakika yeye mdogo, sio sadaka kwake. Na zakatul fitri inaitwa zakatul badan, zaka ya mwili, sio hela. Tofauti baina zaka ya hela na zaka ya mwili, maana kila kitu lazima utoe familia yako. Mtu amefunga hajafunga, hata kama na mzee wako na nyumbani hafungi, mgonjwa,
lazima mlipie utoe. Tunahesabu kichwa sharti muislamu awe. Swali la pili, mtu amesoma al-Fatiha bila kusoma sura pili amesahau, sio? Kaacha tu, kaacha mwenyewe au kasahau? Yuko sala ya sauti, sio? Nimeacha tu al-Fatiha hapo nika ruku. Kwa nini nimeacha sasa? Kwa nini nimeacha? Kwa nini Mtume sallallahu alayhi hajaacha kitu? Umekhalif. Kama umeacha maksudi, sala zako batili, umekhalif sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam maksudi. Kama umesahau sawa, kama sala zako sahihi utasujudu sujudu sahwi, lakini umeacha maksudi una sala. Laana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sallu kama raitumuni usalli, salieni kama ilivyo mimi nasali. Na hiyo mesali sio kama mesali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا تفرغا مع تفرغا ميدا معصوما لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اجعلنا في هذه الايام من المقبولين، تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اغفر لوالدينا والوالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحم لاعمامنا وعماتنا واخواننا وخالاتنا واجدادنا وجداتنا وجميع اموات المسلمين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى ورد كل غائب يا رب العالمين. اللهم انزل علينا جميعا في هذه الساعه رحماتك يا ذي الكرام. اغضي عنا الدين وتجعلنا من القانتين. نعوذ بك من الهم والغم البخل والجبن العجز والكسل غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين. يظن الناس بنا خيرا وإنا لشر الناس إن لم تعفو عنا. نسألك الأمن في البلد والإصلاح في الولد والعافية في الجسد. نسألك الراحة في البال والإصلاح في العيال. نعوذ بك من الهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أمتنا على الإسلام وعلى التوحيد واجنبنا بنينا أن نعبد الأصنام. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.